mila na tamaduni na mapokeo ambayo umeyapokea kutoka ukiwa mdogo. Yaani ukafundishwa kwamba kwetu tunafanyanga hivi. Na ni kwamba mizimu ndio ilipeana yale maelekezo. Vitu kama zile kuziacha sio rahisi, maana ulizipata zikiwa zinaendelea na zinakaa kwenye damu yako, kwenye tabia yako, inakaa kwenye maisha yako. Yaani ni part of your life. Ulipata mambo ambayo yanafanyika. Na wakati ule ambapo utaanza kuwa kinyume na hizo mila, tamaduni na mapokeo ambao yaliletwa na mizimu, ujue ni bila shaka utaanza kupigwa vita. Nilifundisha kwenye sehemu ya kwanza kile ambacho kilinipata baada ya kuwa na mimi nimeanza kupigana na mzimu wa kwetu. Mimi mwenyewe nilifanywa ukiwa chakula. Kuna I think ukiangalia kwenye sehemu ya kwanza kule nimeelezea historia ile, na ni bila shaka utaelewa. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 na mstari wa 8, maandiko yanasema mtu asiwafanye mateka kwa mafundisho ya awali ya ulimwengu ambao si kwa ajili ya Kristo. Huyu ni Paulo anaongelea Wakolosai. Wakolosai walikuwa na shida ya kufuata mila na tamaduni na mapokeo ya wazee. Walikuwa ni watu ambao kwenye maeneo yao kulikuwa na mizimu ambayo ilipeana maelekezo fulani. Sasa Paulo akaangalia akaona, hao watu sitawaandikia kama vile ambavyo niliwaandikia Waefeso, maana Waefeso walikuwa wanapigana vita vya kiroho kabisa. Maandiko yanasema kwamba Paulo alipokuwa anawaandikia Waefeso, mara nyingi alikuwa anawaelezea kuhusiana vita ya kiroho. Lakini anapokuja kwa Wakolosai anaona kwamba Wakolosai ile shida kubwa walikuwa nayo ni mapokeo, mila na tamaduni ambazo walikuwa wamepokea kutoka kwa wazee, kutoka watu ambao walitangulia. Sasa akawaandikia akawaambia, mtu asiwafanye kuwa mateka kwa mafundisho ya awali ya ulimwengu ambayo si kwa ajili ya Kristo. Kila fundisho ambalo mtu atatokea aanze kufundisha, lakini ile fundisho ukiliangalia kwenye Biblia unaona kwamba ni kinyume cha maandiko. Hilo fundisho kama ukikosa kukaataana nayo, ujue kwamba itakufanya kuwa mateka. Maana hilo fundisho pamoja na kuwa huyu ni mwanadamu anakufundisha, lakini nyuma yake hiyo fundisho inakuanga na spirit. Maandiko sema roho ndiyo itiao uzima, mwili haufai kitu. Maandiko sema maneno haya ninaowaambia ni roho tena ni uzima. Kila neno ambayo inatoka kwenye kinywa cha mtu ambao lile neno alitokani na Kristo, kila maelekezo na kila mila na tamaduni ambazo utaelezwa na mtu lakini ziko kinyume na neno la Mungu, ujue kwamba hayo maneno, hiyo mila zinakufanya kuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unafaa kujua umuhimu wa damu ya Yesu Kristo kama umezaliwa kwenye familia ya mizimu, ili upitishe damu ya Yesu Kristo kwenye damu yako. Maana hiyo mizimu ya kwenu ndio imekulisha ukakuwa hivyo, ndio imekujengea labda ile nyumba uko nayo kupitia kwa baba yako, ndio imekusaidia ukapata kazi, ikakusaidia kwa mambo mengi. Hapo ndio sasa unafaa kujua umuhimu wa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana kwenye kitabu cha Petro nimewasomea, Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18. Maandiko yanasema ya kwamba nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, dhahabu au fedha, tutoke katika mienendo yenu isiyofaa, lakini ni kwa damu ya Yesu Kristo. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo ni zaidi ya dhahabu na fedha, iko na nguvu kuliko dhahabu na fedha. Kwa hivyo hata kama mizimu ilitumia dhahabu na fedha, ikatumia pesa katika kukujenga, ujue kwamba damu ya Yesu Kristo iko na dhamana mkubwa sana kuliko hizo pesa ambazo mizimu ilitumia, kuliko hizo dhahabu ambazo mizimu ilitumia, na kuliko hata damu yoyote ambayo mizimu ilimwaga ili kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa siku moja Yesu akaenda katika kikao ambako kulikuwa na Mafarisayo. Kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 7 mstari wa 3 mpaka 13. Na alipoenda kwa wale Mafarisayo, Masadukao, wale watu walimu wa sheria, maandiko yanasema ya kwamba walikuwa na mapokeo ambao walikuwa wamepokea kwa baba zao, kwamba hawafai kula kama hawajatawadha, hawajaonga mikono. Sasa mitume wa Yesu wakaona chakula ndio hiki kimeletwa mbele yao. Maandiko yanasema wakaanza kula bila kuoga mikono. Mafarisayo wakaangalia hivi, wakamuuliza Yesu, "Mbona mitume wako
wanakula lakini hawaogi mikono. Yesu akasema, nyinyi mnaniheshimu ama mnamheshimu Mungu kwa midomo tu, lakini mioyo yenu iko mbali. Mioyo yenu iko mbali. Kwa hivyo kila sheria yote ambayo inatokana na wazee, inatokana na mizimu, yaani tamaduni, mila zote ambazo zinatokana na mizimu na ambazo unazifuatisha wewe, unazifanya, ujue kwamba hizo sheria, tamaduni na mila ndio zinafanya wewe uabudu mizimu, na ndio zitafanya kwamba hautakuwa na uwezo wa kumwabudu Mungu, lakini utakuwa unamwabudu Mungu tu kwa kinywa ama kwa mdomo. Mafarisayo walikuwa wameshika sheria za wazee katika mioyo yao ya kwamba hawafai kukosea chochote, lakini wakawa hawezi kushika sheria za Bwana, hawezi kufuatisha kile ambacho kimeandikwa na Kristo. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anafuatisha mila na tamaduni za mizimu, yule mtu kiufupi hajaokoka. Yule mtu kiufupi anakuanga anaabudu mizimu 100% kuliko vile ambavyo anamwabudu Mungu. Ndio maana Yesu, ukisoma kwenye hiyo mistari inashuka kule, Yesu anawaambia ya kwamba sio kila kitu ambacho kinachomuingia mtu ambacho kinamtia unajisi, lakini kile ambacho kimtokacho mtu. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongelea kuhusiana na unajisi. Anasema kwamba kile ambacho kinachokutoka kwenye kinywa chako, kile ambacho kinakutoka mahali popote ambapo kinakutoka, hicho ndio kinakufanya ukuwe umenajisika. Sasa hawa Mafarisayo walikuwa wameshika sheria za wazee wao, na hizo sheria ndio zilikuwa zinawatoka kwenye kinywa chao, kwa hivyo zikawanajisi. Kwa hivyo kwa njia nyingine, unapopokea yale mapokeo, mila na tamaduni ambazo ni za mizimu, ujue kwamba huwa zitakunajisi kiasi kwamba hautakuwa na uwezo wa kuconnect na Mungu kwa haraka, hautakuwa na uwezo wa kuconnect. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba mnaniabudu kwa midomo tu, lakini mioyo yenu iko mbali na mimi. Mila na tamaduni ambazo zinatoka kwa mizimu huwa zinampollute mtu, zinakunajisi kiasi kwamba hauwezi ukamsimamia Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uende usome kwa wakati wako kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 7 mstari wa 3 mpaka 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna maandiko ambayo ningependa nisome kabla sijamalizia kwenye kile kitabu cha Yeremia. Ingawaje yale maandiko yanaongea kitu tofauti, lakini kuna kitu tutajifundisha pale. Kitabu cha Yeremia mlango wa 35 kuanzia mstari wa 2 tukishuka. Maandiko yanasema hivi: enenda nyumbani mwa Warekabi ukakutane nao, ukawalete nyumbani mwa Bwana katika chumba kimoja, ukawape divai wanywe. Basi maandiko yanasema ya kwamba siku moja Yeremia akaambiwa na Mungu, enda uende katika watu wa Warekabi, kwenye kabila ya Warekabi, na uwalete wote katika nyumba ya Bwana, uchukue mabakuli, uweke pombe na uwapee wanywe. Sijui kama wewe ukiwa mtumishi wa Mungu ukiambiwa jambo lile, kama utamwelewa Mungu ama itakuwaje? Maandiko yanasema ya kwamba Yeremia akaambiwa, enda ukusanye Warekabi wote, na baada ya kuwa umewakusanya, chukua mabakuli ya pombe uweke ndani, na ujue hao Warekabi walikusanywa kwenye nyumba ya Mungu. Siku hizi tunasema ni kanisani, wakalikalishwa pale, wakaambiwa sasa hii pombe mnafaa mnywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yeremia akafanya jambo kama hili, akawaita Warekabi wote kwenye nyumba ya Bwana, akawapea pombe ili wakunywe. Maandiko yanasema ya kwamba wakamwambia Yeremia, hatuwezi kunywa pombe, maana baba yetu ambaye alikuwa anaitwa Jonadabu alituambia tusinywe pombe, tusijenge nyumba ila tujenge mahema. Lakini pia cha tatu, alikuwa amewaambia kwamba wasipande mizabibu.